Tunaanza form 4. Tunaomba wawe watulivu. Wasifikirie ukitoka kusoma tayari unapata ajira, au ukizungumza sana unaweza kupata ajira. Tunawaomba vijana wetu waliokwenda masekondari, mavyuo vikuu watulie. Na ushauri wangu ni kwamba haya maneno hata sisi wazee tunayasikia wakiyazungumza vijana kwenye makundi mbalimbali, lakini mengine tunawakemea. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano kuviweka vyombo vya utangazaji huru, vyombo vya habari, na sisi tuje tutoe maoni yetu hapa. Na tunashukuru redio yetu ya Radio Rafiki FM ya Ludewa na tume huru ya uchaguzi kualika watu wa aina mbalimbali. Leo tumealikwa sisi wazee. Ninawaomba vijana wangu, ninawaomba makundi hayo yanayoweza kwenda kuhamasisha watu hao. Ninaamini hawa watu wanaohamasisha hao, ninawashauri waache mara moja, na sio tabia nzuri katika jamii na hata katika serikali. Tutazidi kushauriana. Tunawaomba kwa sababu sisi kama wazee wa kimila, kama mimi chifu pia, tupo kwenye ushauri wa mkoa wa amani, baraza la amani na haki. Kwa hiyo huko tupo machifu, wapo mashehe, wapo mapadre, wapo wachungaji. Huko pia katika kundi letu tunalisaidia serikali kuhakikisha inafanya kazi. Kila kundi limepewa taratibu zake. Mimi huku ninakaa na wazee wenzangu, mababu, mababa, wakuu wa ukoo, kuhakikisha kama kuna kijana yeyote anahamasisha watu wasipige kura au walete vurugu yoyote, sisi kama wazee wa mila tuna taratibu zetu za kuweza kuwaonya, hata kuwapa adhabu, kwa sababu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, Chifu Wangaya, ambaye ni mkuu wa machifu, tarehe 20 mwaka jana tulikaa Ikulu, alitupa mamlaka. Adhabu ndogo ndogo ambazo zinafuata taratibu za katiba ya nchi za kimila tuweze kuzitoa kwa wale watu ambao ni watofu wa nidhamu katika eneo letu. Na eneo letu la kimila tunaamini tukishirikiana na baba yake, babu yake, shangazi yake na kiongozi wa kimila na baadhi ya vijana waadilifu, mimi ninaamini hiyo swala litaisha. Lakini vijana hao wapo na ninawashauri, na vijana wengi hao wanaofanya mambo haya hawafanyi kazi, wapo mitaani na sio watumishi. Wengine wanatafuta ajira, wengine ni vijana tu ambao hawajui chochote, hawana uelekeo wowote. Ninaamini na tunawahamasisha vijana waelewa wengi wajihakikishe wanafanya nini, wanawakemea hao watu wanapokuwa wanajitokeza.